watakuwa salama. Waliokosesha amani mtakatifu wamekimbilia jina lako katika mchana wa leo. Baba, watakuwa salama. Waliokataliwa masia wamekimbilia jina lako leo hii mchana huu. Watakuwa salama. Pokea sifa mtakatifu, pokea utukufu, maana zote ni zako. Asante kwa sababu ya majira haya, maana unatengeneza njia mahali ambapo hakuna njia, wafanya kitu mahali ambapo hakuna kitu. Jehova, wewe ni Mungu wa ajabu, wewe ni Mungu ambaye unafanya mambo makuu, wewe ni Mungu ambaye umetukuka, wewe ni Mungu ambaye unastahili kuabudiwa na kuinuliwa. Asante kwa sababu ya mchungaji Baba, asante kwa sababu ya kumlinda, asante kwa sababu ya kumweka, asante kwa acha kumuonekania, asante kwa acha kumtumia. Pokea sifa nabii, pokea sifa Simba wa Yuda. Tunapoachilia neno lako mchana wa leo, inajua kwamba linabadilisha maisha ya mtu, linabadilisha njia za mtu mahali, linabadilisha mipango ya mtu mahali. Katika jina la Yesu Kristo, tunaachilia neno hili, linakatakata bila vizuizi, linakatakata kila mitego, linakatakata kila nira mtakatifu. Katika jina la Yesu, natangaza damu yako takatifu, damu yako yenye kiu, ishinda damu ya wanyama mchana leo hii. Damu yake kabonike mtakatifu, damu yake kaoshe nabii, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Baba, kuna kiungo ambazo zinasainuka kinyume, Baba, kuna kiungo ambazo zimetumwa kinyume, tunazikemea siku ya leo, tunazipika siku ya leo, tunazikataa siku ya leo, katika jina la Yesu Kristo. Baba, kuna mizigo watu wamepepa leo hii, mizigo ambayo sio yao mchana wa leo, kuingia katika neno lako takatifu. Ile mizigo zinaenda kuachilia, zile mizigo zinaenda kuachilia katika jina la Yesu Kristo. Natangaza damu yako ya thamani, wale kamunike na kakopoe, maana wewe ni Yahweh Jehova. Pokea sifa na utukufu, na ninaomba haya yote katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu wa Mungu. Amen. Amen. Karibu sana. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Nafasi iliyo njema ambapo wanachukua hii nafasi kumshukuru Mungu kwa ajili ya uzima. Bwana asifiwe. Ambao amenipa pamoja na familia na ametuwezesha zaidi yote tumekutana mahali hapa. So singekuwa hapa, ningekuwa pamoja na ndugu yangu kule kwa ajili ya maandalizi, kwa sababu anakuwa ordained, lakini kwa sababu ya kuchelewa, Bwana asifiwe. Haleluya. Yule mwenye alikuja kunitoa kazi alikuja kuchelewa. Amen. So nikapiga hesabu tena kufika hapa, nimefika hapa kuchelewa, tena kwenda mpaka huko ni mbali. Bwana asifiwe. Amen. So tukaongea naye, akasema haitawezekana kwa sababu imekuwa hivi na hivi, na ikabidi tu nikuje tuungane pamoja nanyi siku ya leo mahali hapa. Bwana asifiwe. Lakini kwa hayo yote ni makusudio yake Mwenyezi Mungu, sababu kuna kila sababu ambayo Mungu anatenda ifanyike hivyo. Bwana asifiwe. Sababu yule aliyekuja kunitoa ananitoanga mapema, lakini anafika hapa ananiambia bwana, nililala mpaka nikajisahau. Bwana asifiwe. Aliyekala mikalia akazima yeye mwenyewe, akasema nijiekelee kidogo na akaenda site. Amen. So anafika kunitoa karibu saa 2. Amen. Lakini jana mimi nilifika huko mapema, nikatoa huyo ndugu saa 9, yeye akaenda kwa ajili ya maandalizi yake, sababu alikuwa na mandugu dada zake kutoka kule nyumbani Ushako kule Kisumu, akuja kwa ajili ya maandalizi na ordination pamoja na wazazi wake. So tunashukuru Mungu kwa ajili ya yote ambayo imetendeka, ni kwa ajili ya mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe. So karibu mkeni wetu, nafurahia. Bwana asifiwe. Amen. So isiwe tu mara ya kwanza, bali karibu hapa ni nyumbani. Amen. Mahali ambapo tunapokea baraka za Mungu na
tunatembea katika baraka za Mungu. Nikiwa hapa mimi huwa nafurahia kwa sababu niko nyumbani. Asifiwe. Ninapokutana na mchungaji, nikutane na mama na ndugu na dada zangu wote ambao wako hapa, nafurahia. Asifiwe. So sina buti ya kwenda kwa mengi, bali tunataka tuingie katika neno la Bwana. Asifiwe. Amen. Na topic yetu ni kuhusu mshindi. Na nikasema ya kwamba we are on spiritual warfare. Bwana asifiwe. Tuko tunapigana vita vya kiroho. Na unapookoka usijue ya kwamba umefika bandari, bali uko katika nini? Katika uwanja. Bwana asifiwe. Uwanja ya vita. Na Biblia ama mtumishi wa Mungu Paulo, huyu ndiye anatuaititia kwa sababu yale ambayo ameyapitia ni makubwa sana. Na ndiposa anapoandika ile wa Efeso 6, tunaona ya kwamba kweli anaiandika akiwa na yale ambayo ameyapitia na ameyaona. Asifiwe. So wasungu wanasema kwamba anaandika through his experience. Asifiwe. So anasema ya kwamba Kristo inafaa uwe na silaha ili ukasimama. Asifiwe. Na tumeona silaha hizi na tunazidi kuangalia ya kwamba katika kichwa chako ufanye nini? Chepeo cha wokovu kwa ajili ya kulinda nini? Tulisema sehemu muhimu sana katika kichwa ni nini? Ni akili. Kwa sababu shetani is after your what? Your mind. Asifiwe. Ayachezee, na anapoyachezea aona amekurusha hapo, wewe ni mkepe, hauna maana yoyote. Hiyo ndiyo furaha yako. Lakini ukiwa na akili ya kumshinda, basi utaona ya kwamba hana uwezo wowote wa kufanya gani? Kukuofakama. Lakini tunashindwa kwa sababu akili zetu tumekosa kuelewa mbinu za shetani. Bwana asifiwe. Na shetani anakuja na uongo ili achanganye akili zetu. Akishachanganya yeye anafanya gani? Anatawala. Unaenda kanisani anakuambia kwamba mahali unaenda hapo hakuna baraka zako ziko hapo. Yeye anafanya gani? Anakushika akili. Na anapokushika akili unaona ya kwamba kwa kweli hautaona chochote sababu ameshakunaza. Lakini ukiona mkono wa Mungu kisha maisha yako kila wakati, basi concentration na akili zako zitakuwa kwa nani? Kwake Mungu. Asifiwe. Alafu pia ikasema ya kwamba katika kifua chako ufae ngao. Unaona ya kwamba ngao ya amani, ngao ya upendo na ngao ya nini? Joy. Bwana asifiwe. Katika moyo wako. So tunaona ya kwamba unapokuwa na imani, hiyo ni ngao tosha ya kukupa ushindi wewe kufaulu. Lakini bila imani unaona ya kwamba hakuna chochote utakachokifaulu. Sababu maisha ambayo tunaishi na dunia ambayo tunaishi kwa imani. Lakini ukiishi kwa uoga hautafaulu. Bwana asifiwe. Hautafaulu lolote. So ni lazima tuwe na imani. Unakaa na kwa ndoa, unakaa na nini? Na imani. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu yule ambaye umeoleka kwake ama umemuoa, haumjui, hamkulelewa na yeye, hamkusaliwa pamoja. Bwana asifiwe. Amen. So ni lazima uishi na nini? Na imani. Lakini ukiishi kwa mtazamo wa macho ya nje, utaona ni kama hii ndoa si yako. Bwana asifiwe. Amen. Na mambo hayaendi kwa sababu hiyo ni mtazamo wa nje. Lakini ukiwa na imani, basi utaona kitu kinafaulu kwa sababu unamtegemea nani? Unamtegemea Mungu. Unaenda katika ibada, hautaona mkono wa Mungu ukiwa juu yako kama hautatembea katika nini? Katika imani. Ni lazima ufikie kiwango cha imani ndipo uone baraka za Mungu zinafanya gani? Zina flow katika maisha yako. Wengi tumekosa, tunaenda kanisa tunarudi hivyo kwa sababu imani yetu haiko. Tunaenda kanisani na hata hatujielewi kama tuko kanisani. Tunaenda kanisani na hatujielewi kama tuko na Mungu wetu. Bwana asifiwe. So inafika mahali ya kwamba yani tumeenda tu miili tu, hatuna chochote ambacho tumeenda kupokea kutoka kwa Baba. Bwana asifiwe. Lakini Biblia inasema ya kwamba dunia tunayoishi lazima tuwe na nini? Na imani. Na kitu kingine tena ikasema ya kwamba ngao ya nini? Ngao ya upendo. Bwana asifiwe. We are relational beings. We relate to one another.
Hata mtu amekukosea usimchukie. Bwana asifiwe. Usiweke kikomo. Usimpakue. Bwana asifiwe. Yule mwenye unapakua leo anaweza kuwa msaada wako wa kesho. Yule mwenye unachukia leo, kesho ndiye anaweza kukushika mkono akufushe mahali. Bwana asifiwe. So hata kama mtu amekukosea, wewe msamehe. Bwana asifiwe. Hiyo ndio njia ya ushindi na njia ya kwenda mbele. Ukiweka vikwazo, ukiweka vyote, utaona ya kwamba hautafaulu na hakuna mahali popote utakapoenda wapi utakapoenda. So ukitaka maisha yako yawe mazuri, eka ngao ya nani? Ya upendo. Bwana asifiwe. Na ndiposa Biblia inasema ya kwamba penda mpaka na hata nini? Na maadui zako. Lakini wengine tunaweka mipaka. Wale wanaotupenda ndio tunaowapenda. Wale wanaotusaidia ndio tunafanya gani? Tunawapenda. Wale ambao walituongea vibaya, wale ambao walitufanyia mabaya, hao tunawatenga. Bwana asifiwe. Tusitenge yeyote. Hata amekukosea lakini akihitaji msaada wako, wewe fanya gani? Msaidie. Bwana asifiwe. Utaona hiyo ya kwamba itatuwezesha na sisi tuone mfano wa nini? Wa Mungu. Lakini bila hiyo hakuna chochote. Biblia inasema ya kwamba katika kiunoni mwetu tufanye mshipi wa nini? Wa ukweli. Ukweli ndipo utakaotuwezesha sisi tuone nini? Ufalme wa Mungu. Wote walio waongo baba yao ni nani? Ni Shetani. Bwana asifiwe. Sababu Biblia inasema ya kwamba Shetani ni baba wa nini? Wa uongo. Kumaanisha wote wanaokaa katika uongo baba yao ni Shetani. So ukijua ya kwamba maisha yako inakaa katika uongo, vyote unavyovifanya vya uongo, ujue baba ni nani? Ni Shetani. So tunaona ya kwamba mshipi inaweka mambo pamoja. Ukitaka ndoa yako ikae salama, ikae vizuri, ni kufunga mshipi. Mshipi ni ukweli, kukaa katika ukweli. Bwana asifiwe. Ukweli utafanya mambo yako yote yatalainika. Ukweli itafanya mambo yako itaenda sambamba. Unayeongea unayemaanisha. Unayeongea ndio unayeyatenda. Unaongea leo ndiye itapaki hata kesho. Bwana asifiwe. Ni kama neno la Mungu. Neno la Mungu hili liliongelewa miaka iliyopita, leo ndio hili na kesho linapaki kuwa hivi. Bwana asifiwe. Unaona katika huku nje Mungu alielewa na wakajua ya kwamba mawazo ya wanadamu yanabadilika. Na ndiposa tukawa na daily newspapers. Yaani newspapers za kila siku. Kumaanisha mawazo ya wanadamu ni ile ya kubadilika. Leo anaongea kwamba anakupenda, kesho anakuambia wewe ni adui yangu. Bwana asifiwe. Leo hata mnaangalia politics. Unaona ya kwamba leo ameunga chama hili, kesho anaongea vibaya kuhusu nini? Kuhusu hiyo chama. Ama leo anaongea mbaya kuhusu hii chama, kesho ameenda karibu anasema sasa mimi nataka tuungane. So hiyo ni mawazo ya nini? Ya wanadamu. Ni ile ya kupatilika. Kile anachoongea si kile anachomaanisha. Ama akiongea leo kesho amefanya gani? Amepatilika. Bwana asifiwe. So sisi Wakristo tusiwe kama nini? Vinyonga wanaochikeuza. Tupaki katika ukweli wetu. Kama ni injili, neno la Mungu linaenda mbele, tufanye mna gani? Let us stick on the word. Na neno la Mungu litafanya gani? Litaenda mbele. Bwana asifiwe. Tukasema ya kwamba neno la Mungu pia ni silaha, kwa sababu neno hili ndilo linatuwezesha sisi tunashinda. Yesu Kristo akitoka kufunga Shetani akaja kumjaribu. Lakini tunaona ya kwamba ushindi aliyokuwa nao ni ule alikuwa anatafuta nini? Neno la Mungu. Kwa sababu anasema ya kwamba imeandikwa, mwanadamu hataishi kwa nini? Kwa mkate, bali kila neno litokalo katika kinywa cha nani? Cha Mungu. Na Shetani alishindwa. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya ile neno ambayo liko. So sitaki kwenda kwa mengi, lakini tunataka tuingie katika topic yetu ya siku, ama topic yetu ya siku ya leo, kwa sababu tunajifunza kuhusu sasa nini? Kuhusu kiatu. Bwana asifiwe. Ya kwamba katika mkuu wako ujifunge kiatu. Na hiyo kiatu ni nini? Ni neno la Mungu ambalo linaleta nini? Amani. Sasa sifiwe. So tunajifunza kuhusu nini? Amani. Amani.
amani. Na hiyo tulijifunza in the book of what? Ephesians chapter 6. Was it verse 15 or verse 17? Waefeso. Aliyepata anaweza tusomea ili tukarudie mahali hapo. Waefeso tusome 15 hapo. 6:15. Aliyepata anaweza tusomea in the book of Ephesians. Yeye anasema hivi. Yes. Waefeso sura ya 6 mstari wa 15. Na kufukiwa mikuu huu tayari matano huu tayari upatao kwa injili ya amani. Utayari upatao kwa injili ya nini? Ya amani. So katika mikuu zetu tufungie nini? Viatu ambao ni utayari wa injili ya nini? Ya amani. Bwana asifiwe. Yeah. Na tulisema ya kwamba kama unataka uende mbali na watu, lazima uwe na amani na watu. Bwana asifiwe. Ukitaka kwenda mbali, lazima uwe na amani na nini? Na watu. Usipokuwa na amani na watu ambao unatembea nao, hautaenda mbali. Njia yako itakuwa gani? Itakuwa ngumu. So ukiwa na amani, utatembea vizuri. Unaona ya kwamba tunakuja practically. Why death rate ya wanaume wanakufa sana? Unaona wajane ni wengi kuliko wakali. Bwana asifiwe. Why? Ni kwa sababu ya machungu ambayo nini wanaume wako nayo ndani ya mioyo zao. Wanapitia mambo ambayo ni magumu. Bwana asifiwe. Wanapitia mambo ambayo ni nini? Ni magumu. Na wanapepa mizigo migumu ndani ya mioyo zao. Bwana asifiwe. Na hakuna yule ambaye watalilia, hakuna yule ambaye atawafariji, kwa sababu waliumbwa wanaume, so wanapepa ule ugumu. Na unaona ya kwamba kwa sababu ya ule ugumu uko katika maisha yao, au wanaendelea kutitimia na kuangamia. Bwana asifiwe. Especially sasa wapate wanawake ambao ni visirani katika nyumba zao. Unaona ya kwamba wanaume wanakufa haraka kwa sababu ya hiyo maisha. Bwana asifiwe. Kwa sababu kila wakati kuna changamoto zinakuja. Yaani huyu mwanaume hana raha. Bwana asifiwe. Na hiyo raha akikosa ndani ya maisha yake inapunguza maisha yake. Kwa sababu anapokaa na uzito, ule uzito unafanya gani? Ndani ya moyo wake, moyo inakosa kupepa ule uzito, na pancreatic juice inaanza kuproduce ile maji, inaanza kutondoka kwa nyama, na hizo nyama zinaanza kukauka. Unaona huyu mtu anaisha mapema. Na ndiposa unaona ya kwamba death rate ya wanaume ni mingi sana kwa ajili ya mapita ambayo wanafanya gani? Wanapita. Mungu aliwatuma wawe watu wa kufanya gani? Wawe watu wa kutafuta. Bwana asifiwe. Na wanapotafuta, katika hali ya kutafuta, kuna changamoto mingi ambayo wanafanya gani? Wanapitia. Na hizi changamoto mingi ambayo wanapitia, na wapenzi wao wengine wanaweza kukosa kuwaelewa. Bwana asifiwe. Na wanapokosa kuwaelewa, wengine ambao wako na visirani zao, unaona ya kwamba hawakai na amani nao. Na wasipokaa na amani nao, then they create. Kwa sababu tuseme kwa mfano, vile mvua inanyesha hivi. Mwanaume ameenda kazi na inastahili arudi masaa fulani. Na sasa wakati anarudi mvua inaanza kunyesha. Bwana asifiwe. Anakaa huko mpaka mvua ifanye na gani? Iishe kwanza. Labda vile kazi ameenda, amefanya kazi na njaa, hajaaminia chakula chochote. Sasa hata kufika kwa boma, badala ya mke wake kumkaribisha na chakula, aseme my sweetheart, nimekuandalia hii. Anamkaribisha na nini? Na makelele. Unatoka wapi? Bwana asifiwe. Ni kama unatoka kwa wanawake wengine huko. Bwana asifiwe. So unaona hayo machungu, na anafikiria mapito ambayo amepitia na maumivu ambayo amepitia, kwa kweli yanaleta hukumu ndani ya maisha yake. Na unaona ya kwamba maisha ya mwanaume yanaanza kufanya gani? Yanaanza kusoroteka.
kwa sababu ya mpenzi aliye naye anaanza kuleta makumu ndani ya maisha yake, na huyo anaanza kuumia. Na ndiposa unaona ya kwamba death rate ya wanaume mingi ni kifo. Bwana asifiwe. Iko juu sana kuliko wanawake. Why? Kwa sababu ya mapito ambayo wapitia. Unaenda wengine wako kwa mchengo kweli, anang'ang'ana, mwingine amesimama pale, unaona vile anaruka na kokoto, wengine inawaangukia, amepepa simiti, anamwambia kimbia, na anaenda kwa stairs, alafu anarudi nyumbani, badala ya kumkaribisha na furaha, ni kelele unatoka wapi? Bwana asifiwe. Kwa nini huo mta wote? Yaani aelewi yale mapito. Na kuna wengine hata wakati wa kulipa, mpaka unaenda hapo unaona kwamba wanalipwa mpaka late. Anafika nyumbani anasema hata hizi pesa sio na vile, ni kama umelipwa mingi, zingine umepitishia kwingine. Bwana asifiwe. So unaona ya kwamba changamoto ya wanaume iko mingi sana, na ndiposa unaona ya kwamba maumivu mengi, na mwanamume hana yule ambaye atamuelezea, kwa sababu ukienda kwa mtu muelezea ya kwamba mimi napitia haya, utacheka. Bwana asifiwe. So unaona ya kwamba wanaume wengi wanakufa kwa sababu ya yale ambayo wanapitia. So Biblia inasema ya kwamba tafuta amani ya moyo wako. Bwana asifiwe. Unapokuwa na amani, utaona ya kwamba utaishi miaka mingi. Walio na amani ndani ya maisha yao, walio na amani katika ndoa yao, au watu huishi miaka mirefu. Lakini wanaokombana kila wakati, unakuja unakuta ya kwamba unaona hapa maisha yao ni mafupi. Na ukiangalia sehemu ya magonjwa, kuna kukonjeka sana kwa ajili ya maasira na taabu ambayo iko. Bwana asifiwe. So ukiwa mtu wa ukomvi, ukiwa mtu wa machungu ndani ya moyo wako, unaona ya kwamba umekaribisha milango, umefungua milango ya magonjwa kukaa ndani ya maisha yako kwa sababu ya uchungu iliyo ndani mwako. Na ndiposa Biblia inasema ya kwamba uwe na amani hata katika mapito yote unayopitia. Na ndiposa mtumishi wa Mungu Daudi anasema, ijapopita katika ponde la ufuli wa mauti, Bwana asifiwe, yeye hatafanya namna gani? Hataokopa. Yaani kuokopa ni kuwa na wasiwasi, kuokopa ni kuwa na machungu ndani ya moyo wake ya kwamba hapa kweli mimi sitoboi. Mtumishi wa Mungu Daudi anasema ya kwamba sitafanya namna gani? Sitaokopa. Bwana asifiwe. Amen. So ujanja ya shetani ni namna gani? Ujanja ya shetani ni kuleta vikwazo ndani ya maisha yako ili uone ya kwamba hautoboi, ukae katika machungu. Bwana asifiwe. Na shetani hatumii watu wa mbali, anatumia watu wa karibu. Anaweza tumia mtoto wako kuchukiza wewe, anaweza kutumia mzee wako ili kale kapepo ama kashetani kakae kwa mzee wako kukusumbua ili usiwe na amani, ama akae katika mke wako. Bwana asifiwe. Akukosesha amani kila wakati, ukomvi, vile anakuona hakuoni akufurahie, anakuona kwa macho ya nini? Ya ukomvi. Na unaona ya kwamba ikiwa hivyo ndiye inakusababisha ya kwamba sasa wewe ndani ya moyo wako hauna nini? Hauna amani. Na hiyo ndio kurejesha miaka yako. Hiyo ndio, yani yeye mwenyewe anakuua. Ukiona uko na maisha na mtu kama huyo, usione ya kwamba ni furaha ama ni upendo. Hiyo ni mtu ambaye ako kwa ajili ya kukuua na kukumaliza. Naweza sifiwe. So inatakana uwe na amani ndani ya nini? Ndani ya maisha yako. Na ndoa mzuri ni ya watu ambao wanafurahiana. Licha ya yote mapita ambayo mnapitia, lakini ni furaha. Naweza sifiwe. Unaelewa mmoja mmoja, sio chuki na ukomvi kila wakati. Wengine hawaelewi. Bwana asifiwe. Yaani anaonana tu ni kutuma tu matusi, kutuma tu ni kuona tu, yaani kutania mtu. Bwana asifiwe. So hiyo sio njia ya furaha, na hiyo sio njia ya wokovu. Hiyo njia ya shetani na njia ya mapepo. Kwa sababu mapepo na shetani ndio wako katika hiyo anga. Bwana asifiwe. Sisi watu wa Mungu ambao tuko katika anga ya Mungu, tunatembeana na nini? Anga ya Mungu. Iwe hakuna njia, iwe kwa kweli hapa kuna makosa, iwe hapa nini, lakini ndani ya mioyo zetu tunapata kuwa na nini? Kuwa na furaha. Tunaona ushindi wa Mungu, tunaona furaha ya Mungu ndani ya maisha yetu, na hiyo italeta amani, italeta maisha yaliyo mazuri. Lakini kukaa na chuki, kukaa hauna amani, kukaa kukwazika, hiyo inazuia baraka na inapunguza maisha yako. So unapokaa na hasira, usione ya kwamba
kuna watu ambao wako kinyume na wewe. Wewe mwenyewe ndio unajichimbia kaburi ya nini? Ya mapema. Bwana Yesu asifiwe. Yaani unajiua. Unakasirika kwa mtu na yule mtu anaishi vizuri. Ni hivi unakoroka dawa ili uue nini? Uue panya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hiyo dawa wewe mwenyewe unaikunywa na unakaa hapo uangalie panya zikikufa. Wewe mwenyewe ndio utakufa. Bwana Yesu asifiwe. Sio panya zitakufa. Ama unakoroka mende zinakusumbua kwa nyumba. Wewe unakoroka sumu unakunywa. Alafu unakaa hapo unasema sasa hizi mende nataka nione zikikufa. Mende hazikufi, wewe ndio unakufa. Bwana asifiwe. So unapokaa na hasira, kila wakati moyo wako umekaa umekwasika, ujue ya kwamba unapokwasika unajiua wewe mwenyewe. Kwa sababu unapokaa na hasira, hiyo hasira inasababisha pancreatic juice inakuwa produce, na inapokuwa produce inaenda kwa nyama inakausha mwili wako. Wewe haunoni. Na unaona watu wanaokaa na hasira hawanoni. Bwana asifiwe. Wanakula vizuri hawanoni. Ulcers zinawafuata. Bwana asifiwe. Unaona ulcers zinaanza kufuata kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya hasira. Na unapotoka katika mahali hapo, shetani na maafisa zake zinaenda, shetani na makaza zake zinaenda, shetani na high blood pressure zote zinafanya madhara zinaenda, na ugonjwa wa sukari wote unaenda, kwa sababu uko na furaha ndani ya maisha yako. Na Mtume wa Filipi anasema ya kwamba ine inasema rejoice and always do what? Rejoice. Bwana asifiwe. Mungu alikuumbia moyo wako, na capacity yenye alipea moyo wako ukapepe, aliupea ukapepe furaha. Bwana asifiwe. Ukikasirika kidogo, you are overloading your what? Your heart. Heart is not able to carry that load. Wewe ukioverload hivyo, moyo utafunjika, moyo utasononeka, na moyo unapokosa kupepa ule uzito, huwa hauendelei kushikilia, unaachilia. Na ndiposa Biblia inasema ya kwamba unapokosana na mtu, hata uwe na hasira, usiache jua itoke pande hii ikaanguke pande ile nyingine, kama pato huko na nini? Na hasira. Kukasirika ni kawaida, lakini tusiache mioyo zetu zikapepe nini? Zikapepe hasira. Bwana asifiwe. Sinapopepa hasira ni kumaanisha kwamba we are overloading our hearts. Na mioyo zetu zinapokuwa overloaded, zinaachilianga ule uzito kwa nyama na mifupa. Na ndiposa unaona ya kwamba watu wengi wanaangamia kwa sababu ya hili. Bwana asifiwe. So tuangalie hata mtumishi wa Mungu Paulo mwenyewe mahali alifikia. In the 2 Corinthians chapter 11, tutasoma verse 23, tutafululiza mpaka 28. Aliyepata anaweza kusomea kwa Korintho wa pili 11 23 mpaka 28. Tuone huyu mtumishi wa Mungu mambo yaliyopitia. Aliyepata anaweza tusomea iwe kwa Kiswahili iwe kwa Kiingereza. 2 Corinthians chapter 11 verse 23 to 28. Na mwingine anaweza tuangalia Romans chapter 8 verse 28. Korintho sura ya 11 kuanzia mstari wa 23 mpaka 28. Biblia inasema hivi. Yes. Mstari wa 28. Biblia inasema hivi. Hallelujah. Amen. Wao wahutumu wa Kristo wanena kiwasimu. Mimi ni saiti katika dhahabu kuzidi sana, na katika vifungo kuzidi sana, na katika mapiko kupita kiasi.
katika mauti mara nyingi. Kwa Wayahudi mara 5. Nalipata mapiko 40 kasoro 1 nalifanya. Mara 3 nalipigwa kwa pokora mara 1. Nalipigwa kwa mawe na mara 3 nalifikiwa jeraha kucha. Nimepata kukaa kilindini katika kusafiri mara nyingi. Hatari za mito, hatari za wanyang'anyi, hatari kwa taifa langu, hatari kwa mataifa mengine, hatari za majini, hatari za jangwani, hatari za baharini, hatari kwa ndugu za uongo. 27. Katika taabu, masumbufu, katika kesha mara nyingi, katika njaa na kiu, katika kufunga mara nyingi, katika baridi na kuwa uchi. 28. Bahari ya mambo ya nchi yako yajiayo kila siku. Ndiyo makalizi ya makaliza yote. Na ni nani aliye taifu nisiwe taifu? Nani? Ni nani aliyekwazwa nami nisichukiwe? Basi ikinipiti kujisifu, nitajisifia mambo ya taifa wangu. Mungu Baba na Bwana Yesu aliye mtakatifu hata milele. Na yajua ya kuwa sisemi uongo. Huku Dameski diwani wa mfalme Areda alikuwa akiulinda mji wa Dameski. Amen. Nashia tunapo mchungaji, tunashukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So tunataka kujifunza kuhusu mtumishi wa Mungu Paulo. Tunaona mapito yenye ameyapitia pale. Amesema amepikwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Amefungiwa, amepita katika hatari, amekutana na mandugu wale wa uongo. Bwana Yesu asifiwe. Katika jangwa amepita, katika bahari, misitu zote ambazo ni hatari, katika yani mapito magumu amefanya gani? Amepita. Lakini haya yote haikumfanya gani? Haikumfunja roho. Bwana Yesu asifiwe. Yeye alisimama kwa ajili ya kumtukuza nani? Kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Tunaona ya kwamba ikafika wakati wakaweka katika gereza. Sababu anasema Paulo na Sila waliwekwa wapi? Waliwekwa gerezani. Bwana Yesu asifiwe. Hao wakiwa gerezani, katika mikono zao walikuwa wameweka mikatale, na tunaona ya kwamba miguu zao walikuwa wamefungwa nini? Wamefungwa minyororo. Milango ndio imefungwa, na ilikuwa milango hivi, ilikuwa milango ya chuma. Bwana Yesu asifiwe. Ile si rahisi na nyepesi kwa ajili ya mazingira yote iliyokuwa imewazingira ni ile ilikuwa ya usuni,
ya vilio na kutuhurumia. Bwana asifiwe. Kwa sababu hapa, angalia, wewe umefungwa na kosa ambalo linafanya ufungwe hakuna, lakini umelazimishwa kufunga na umefungwa na hauna uhuru tena wa kutembea na kufanya kazi inayostahili, na hakuna kosa lolote ambalo umefanya. So haya yalikuwa machungu katika mioyo zao, yalikuwa machungu ya kuwaletea udhaifu, wafikirie vibaya kuhusu Mungu wao. Lakini hao hawakuwa na hiyo. Walipokuwa gerezani, licha ya kuwa na wafungwa wengine ambao ni wanyang'anyi, wafungwa wengine ambao wamefanya vituko mbalimbali, lakini hao walikuwa pale kwa ajili ya kumsifu nani? Kumsifu Mungu. So tunaona ya kwamba hali hiyo ya kuwafunja moyo, lakini hao hawafunjiki nini? Hawafunjiki moyo. Bado wanamtukuza nani? Wanamtukuza Mungu aliye juu. Naweza sifiwe. Amen. Why? Kwa sababu walikuwa na amani ya nani? Amani ya Mungu ndani ya mioyo zao. Licha ya mapito ambayo wanapitia, lakini hao hawaoni mapito, wanaona nani? Wanaona Mungu. So unapookoka, usiwe mtu wa kuangalia vitu vya dunia. Vitu vya dunia havitakuwa lined. Bwana asifiwe. Vitu vya dunia viko na kasoro yake. Hata ukiwa na akili kali, hautalainisha vya dunia. Vya dunia achia Mungu mwenyewe afahamu na gani? Alainishe. Wewe kazi yako ni kumtazamia nani? Kumtazamia Mungu, ili Mungu akatende yaliyo makubwa ndani ya maisha yako. Lakini utakapochipa shukrani, utakapochipa moyo wako wote kwa vitu vya dunia, hizi vitu vya dunia vitaisha. Bwana asifiwe. Amen. Unaona mtu amepoteza kitu, analia mpaka anakosa amani. Bwana asifiwe. Amen. Hivi vya dunia ni vya kuisha. Na leo tunaviona hivi. Hatukuzaliwa na chochote. Tuishi wa Mungu Ayubu alisema. Ndugu yake aliposema mtusi Mungu ufe, alisema hakuna. Sababu bibi yake aliona vitu vyote vimefanya gani? Vimeisha kwake. So yeye hana maana duniani. Lakini Ayubu alikuwa anaona nini? Alikuwa anamuona Mungu. Alikuwa anamuona Mungu. Mtumishi wa Mungu akiwa katika kisima cha Patmo, kwa kweli wamemtoboa macho, lakini yeye katika kuona yake ameona mbingu imefanya namna gani? Imefunguka. So macho ya dunia yote imetobolewa, lakini ya kiroho inafanya namna gani? Inaona. So sisi tukiishi katika macho ambayo ya dunia, tutaishi kunung'unika. Amen. Tutaishi bila kuwa satisfied. Tutaishi bila kuridhika. Bwana asifiwe. Kwa sababu hivi vya dunia huwezi ridhika navyo. Amen. Hivi vya dunia vitakusumbua bure. Yes. Lakini concentration yako unapoweka kwa Mungu, naye Mungu anakupandisha, anakupa level nyingine. Unakaa katika amani. Bwana asifiwe. So wengi wanakosa, wengi wanaumia kwa sababu mioyo na mambo yao yote wameweka kwa vitu vya dunia. Bwana asifiwe. Amen. Akikosa chai kidogo atanuna siku yote, kwa sababu amekosa chai. Yanza sivyo. Chai ikiwa bila escort basi, hapo sasa hiyo nyumba haina amani. Amen. Mimi nilikuwa naona, sijui kama ushapo kwenu umeona masiku za Christmas, wengine huko wakikosa chapati, wakikosa kuku, hata hiyo nyumba wanaweza pikana, bibi aende kwao. Wanaenda sivyo. Aende akae kwao. Aseme sasa hapa kama hakuna chapati Christmas, hii si Christmas, afadhali niende kulie kwao. Wanaenda sivyo. Wanaachana, aende Christmas itaisha ndio atafanya gani? Atarudi. Amen. Hata wengine wamenunuliwa nguo mzuri, yeye hajanunuliwa nguo mzuri. Sasa inakuwa nini? Inakuwa vita. Yaani hajielewi kitu chenye anaona fashion ya dunia hii. Anza sivyo. Fashion za dunia hii zitaisha. Zinakuja zinaisha. Lakini fashion ya mbinguni haifahamu na gani? Haishi. So concentration zako unapoweka kwake Mungu, hata utaona ufalme wa Mungu. Lakini unapoweka katika vitu vya dunia hivi, utaumia, utahangaika. Bwana asifiwe. So haja zetu na mioyo zetu tumpatie Bwana, yeye atatujaza na furaha. Lakini tunapoweka kwa dunia itatumaliza. Petero akaona Yesu anatembea kwa maji, akafurahia. Akasema Yesu nami nitatembea. Lakini alipoanza kutembea, yeye macho yake ikawa concentrated kwa nini? Kwa watu wengi. Bwana asifiwe. Amen. Watu akaangalia watu. So alipoangalia watu, yeye akaanza kufanya gani? Akaanza kusali. So concentration zetu zikiwa kwa Mungu, tutafanya gani? Tutafuka. Lakini zikiwa kwa hapa vya dunia
hivi utasama. Unaona wengi wa Kristo wanasama kwa wokovu wao kwa sababu concentration zao zingi anaangalia nini? Anaangalia vya dunia. Unapoangalia hivyo utasama. Wewe muangalie Mungu. Yeye ndiye mwanzilishi na mkamilishaji wa wokovu wako. So afadhali uwataji kwa yule ambaye alianzisha, kwa sababu alichokianzisha ni chema ndani ya maisha yako, na unapokuwa pamoja naye utashinda. Bwana asifiwe. Lakini unapokataa kwenda naye, uangalie kwa watu wale ambao hawakusaidii. Bwana asifiwe. Wale ambao hawako karibu na wewe, utaona ya kwamba mawazo yako itaangalia wale ambao hawakusaidii, wale ambao hawako karibu na wewe, wale ambao wanakuongea vibaya. So usiku na mchana utakuwa na tafakari tu kuhusu wao. Umetoka katika njia ya nini? Ya ufalme. Na hiyo ndio challenge shetani anakuja nayo, kwa sababu anakuja akuibe, aibe mawazo yako, aibe kila kitu, akuweke katika nini? Katika anga nyingine, akutoe katika anga ya Mungu, kwa sababu anga ya Mungu ni kuona ukuu wa Mungu. Mahali ambapo hapana mapito, unaona ya kwamba Mungu anatengeneza mapito. Bwana asifiwe. Mahali ambapo huko hukumu, unaona ya kwamba Mungu anatengeneza uwepesi. Mahali ambapo iko mlima, unaona ya kwamba Mungu anatengeneza nini? Anatengeneza njia ya kupita. Mahali ambapo iko mito na maji, unaona ya kwamba katikati ya mito hiyo Mungu anatengeneza nini? Anatengeneza breakthrough. Bwana asifiwe. Hiyo sasa ndio anga ya Mungu. Lakini shetani anakuchukua na kuweka katika anga yake. Na unapokaa katika anga ya shetani, hakuna chochote utakachokiona, hakuna kufaulu kokote utakao kufaulu, kwa sababu wewe utaona kushinda, utaona ya kwamba hapa hakuna amani, utaona ya kwamba hao watu wote wanakuchukia, utaona ya kwamba yani there is nobody caring about you. Bwana asifiwe. Na ukiwa katika hiyo anga, shetani anafurahia, sababu anasema huyu ako pamoja nami. Bwana asifiwe. Na ndiposa unaona ya kwamba ikifika katika ndoa, aliye katika anga ya kipepo, yani anaonanga tu mpenzi yake ni mchafu, mpenzi yake hafai, mpenzi yake ni nini. Bwana asifiwe. Na hata mpaka anafika mahali anatamka hii ndoa kama si chakuwa langu. Bwana asifiwe. Kwa sababu haishi na imani, haoni breakthrough. So akikaa hivyo kwa kweli hakuna. Na shetani anafurahia, anajua, anamwambia ya kwamba kweli wewe unafanya kazi, unatambua hiyo ndoa si yako. Na sasa anakaa maisha ambayo si yake, kwa sababu anakaa katika, na unapofikiria na unapokaa hivyo mbali, hapo sasa shetani anafurahia na anajua ya kwamba mahali ulipo si pako. Kwa nini hivyo? So unaishi maisha ambayo si yako. Unaishi katika ndoa si yako. Unalea familia ambayo si yako. Bwana asifiwe. Kwa sababu sasa hapo wewe uko tu hapo kama picha. You are not a part of that part. Bwana asifiwe. Mpaka inafika wengine inawapeleka kanisani. Ako kanisani hapa, lakini roho yake haiko hapa. Ukimwona yeye mwenyewe ako hapa, physically ako hapa, lakini kiroho hayuko mahali hapa. Baraka Mungu anapoachilia, yeye huwa anaachilia baraka za kiroho, haachilia yake za kimwili. So zinapokuja, zinakuja kukutana na roho yako, haikuji kukutana na mwili wako. Unaweza leta mwili tu hapa, mwili utoke tu hapa hivyo hivyo tu. Naenda sivyo. Lakini Mungu anataka kukutana na roho yako. Lakini anakuja hapa kwa ajili ya kukubariki, na anapofika hapa anakuta roho yako tayari iko wapi? Iko mbali, haiko hapa. So unaona ya kwamba unakosa baraka ya nani? Unakosa baraka ya Mungu. Kwa sababu anaona mwili tu ndio huko hapa, lakini roho yako haiko nini? Haiko mahali hapo. So unakosa baraka ya nani? Baraka ya Mungu. Aidha sifiwe. So tunapoishi, let us ishi sisi wenyewe. Tusiishi sisi wao wenyewe. Na hiyo ndio kazi ya shetani. Anakuja anafanya gani? Anakuiba. Na nafsi ya watu imeibwa. Sasa hiyo ni nafsi ya watu. Ikishaibwa amani hakuna. Bwana asifiwe. Amen. Na ukitaka kujua kwamba umeshaibwa, njia rahisi ni ndoto zenye unaota. Bwana asifiwe. Amen. Ndoto zenye unaota. Makaribisho zenye unakaribisha wakati wa usingizi. Hizo ndio unajua ya kwamba hapa kwa kweli mimi niko hatarini. Kwa sababu unapoona ya kwamba unachukuliwa unaenda unafanyishwa kazi, asubuhi umeamka umechoka, ujue ya kwamba wewe umeshafanya na gani? Umeteka. Bwana asifiwe. Nafsi yako imeshafanya na gani? Imenasa. Sasa wewe hata kuishi kwako unaishi tu, lakini hauishi maisha yako, kwa sababu wewe mwenyewe umefanya gani? Umechukuliwa.
unapolala unachukuliwa, unatupwa kwa maji, Bwana asifiwe, ama unaingia kwa shimo. Ama kuna wengine wanakuja kufanya mapenzi na wewe. Kuna spiritual husband na spiritual wives, unafanya nao mapenzi. Ujue ya kwamba wewe tayari nafsi yako imechukuliwa na iko katika nini? Katika anga nyingine. Sasa sifiwe. Amen. So unaona ya kwamba sasa shetani hapa ndiye anakucontrol. Akisema furahi, anakupa tu mtu wa kufurahi. Anasema furahi, unacheka kidogo. Alafu saa kidogo anafunga hiyo na wewe kukasirika. Bwana asifiwe. Amen. Unaona ya kwamba unaishi maisha sio nini? Sio yako. Wa Mungu inataka uishi kama wa Filipi. Bwana asifiwe. Licha ya mapito ambayo unapita magumu, lakini wewe unafanya gani? Unafurahia. Mtumishi wa Mungu Paulo ndio huyu. Anasema ya kwamba gerezani aliyekwa. Nikatane kweli wamemweka, Bwana asifiwe. Minyororo wamefunga miguu, haezi enda mahali. Lakini katika hiyo zote hawajafunga kinywa chake, bado furaha ndani ya nini? Ya moyo wake unapupuchika. Na ulipopupuchika, Mungu aliingilia kati. Hiyo minyororo mikatale zote zikafanya mna gani? Zikafunjika. So wewe ukiwa na furaha, hiyo sasa ni silaha kubwa, Bwana asifiwe, ya kufunja yale yote maadui ambayo wanatukupangia. Wanaweza kupangia ukose amani, wakupangia kwamba breakthrough yako isionekane, wakupangia kwamba ukae katika vifungo, ukae katika magonjwa, ukae katika mateso. Lakini wewe ukiwa na furaha, kwani unajua Mungu wako ni nani, breakthrough yako itakuja. Bwana asifiwe. Amen. Vifungo zote ulizofungwa zenyewe zinakatika, zinaenda hata bila wewe kujua. Bwana asifiwe. Kwa ajili ya nini? Wewe unamuona nani? Unamuona Mungu. Yes. Yesu Kristo mwenyewe ndiye huyu unaenda kumsulubisha. Watu wanakuja na misharati, wanamtandika, mikuki yote wanamtunga, wanamtembea, wanamweka misumari, wanamkongelea. Lakini yeye kwa sababu anaona Mungu akona yake kwa ajili yake, anasema usihesabu lolote juu ya maisha yao. Bwana asifiwe. Yaani hakuna libaya unalohesabu juu ya maisha yao. Wasamee wapendana. Stefano akaika ule mfano. Hawa watu walipoona anahubiri injili wakasema huyu lazima tumpike mbao tumuue. Lakini katika kumupika hivyo, mbao linapokuja kumkonga, yeye haoni wanaomkonga, yeye anamuona nani? Anamuona Mungu. Anasema Mungu wangu, usihesabu libaya juu yao. Amen. Au usihesabu. Yes. Lakini sisi wa Kristo, mtu akikukonga libaya, huyo ndiye anakuwa adui. Amen. Na unasema reverse tuteseka. Bwana asifiwe. Amen. Hata maadui zetu tuwaombee nini? Tuombee mema. Yes. Kwa ajili ya furaha, breakthrough ya nini? Ya mioyo yetu, ili tuone uzima wa milele. Tukiwa kulipisha mabaya, hakuna mahali popote tunaenda. Yes. Tukiwa watu wa kukaa katika chuki, hakuna ufalme wote tunaokaa kwao. Biblia inasema ya kwamba walio washindi ni lazima katika mikuu zao wafae katika nini? Katika amani. Yes. Na amani iliza a walk. Bwana asifiwe. Amen. Yes, it's a walk. So katika kutembea katika amani, hii ni kutembea katika nini? Huku na mwendo. So mwendo tulio nao lazima tuende katika amani. Yes. Ili tushinde hizi vita. Bila amani hatutashinda. Bwana asifiwe. Amen. So mikuu zetu zikae na utayari wa viatu za nini? Za amani. Bwana asifiwe. Amen. Na mwendo wetu utakuwa mzuri, tutakamilisha vizuri. Lakini tukikaa wa hasira, tukikaa wa kutopenda, kukaa wa kupakua, yani kuangalia ya nyuma, hiyo hatutaweza. Bwana asifiwe. Usiangalie walikutendea nini. Usiangalie. Bwana asifiwe. Hata kama walikudharau, wakakupesa, wakakutupa, wakakukanyaga, usiangalie. Yusufu hakuangalia ndugu yake waliompangia. Hao walimpangia wamuue, wakampangia yote mabaya. Lakini alipopatana nao aliwakumbatia. Kwa sababu alijua si hao, ni Mungu. Bwana asifiwe. So sio wale maadui zako, ni Mungu. Wewe muangalie Mungu, siangalie maadui. Yes. Unapoangalia maadui yako, macho itainama, macho italia, unahitaji usaidizi. Lakini unapoangalia Mungu, Mungu atanyosha mkono wake, atakusaidia. Maadui wachae wawe wamefurika, lakini Mungu amekushika mkono. Na Mungu akishakushika mkono, hakuna adui yoyote atakayefaulu maisha yako. Gehazi aliamka. Akawa na macho kweli ile ya nje ambayo tunaona nayo. Alipofika kule akaona jeshi kubwa.
na maadui wamesurround. Akaja kwa Bwana akasema, Bwana, sisi leo tunaangamia. Amen. Lakini Bwana akamwambia, wewe Bwana asifiwe. Hallelujah. Na jeshi kule mbinguni, Yes. ambalo ni kubwa kuliko ambalo unaliona. Amen. Na hili jeshi limefanya nani? Limetusingira. Bwana asifiwe. Amen. So unapoishi duniani, shetani anataka uangalie wale maadui wanaokusingira. Yes. Moyo wako usononeke, moyo wako uumie na mateso unayoyapitia, ili ukahuzunike, ili usiende mbali. Lakini Biblia inasema ya kwamba moyo wetu ufurahie, na unapofurahia, kwa sababu jeshi linalokulinda ni nini? Ni kubwa. Bwana asifiwe. Amen. Ni kubwa, ni kubwa. Ukienda waliotengeneza hiyo gari, unaona windscreen hii ya mbele waliweka kubwa sana. Waliweka kubwa kwa sababu ya nini? Wewe uangalie mbele. Na side mirror wanaweka kando kidogo hivi. Bwana asifiwe. Amen. Kwa nini? Concentration yako isiwe nyuma. Concentration yako kubwa ikawe nini? Ikawe mbele. Kwa sababu unapoangalia yale waliokufanyia mabaya huku nyuma, hautaenda. Bwana asifiwe. Utagongana na wengine huko mbele. So concentrate what? Concentrate kwa mbele. Ukiconcentrate kwa Mungu, naye utafanya gani? Utaenda. Bila hiyo hautaweza. Bwana asifiwe. Amen. Yeah, siwezi kuwachosha. Aliyepata mstari ule wa Romans, tupitie tu kidogo Romans chapter 8 verse 28. Na nyingine tutasoma siku nyingine kwa sababu ya mtu hataki kumaliza mta, na wengi wako na shughuli nyingi. Warumi 8:28. Leo kitabu cha Warumi sura ile ya 8 kwa mstari wa 28. Yes. Neno la Mungu linasema hivi. Nasi Mungu hufanya kazi pamoja na wale wapendao. Yes. Katika kuwapatia mema. Kupatia mema. Yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Yes. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mungu hufanya kazi na wale aliowaita kwa kusudi lake. Bwana asifiwe. Amen. So kama umeitwa na kusudi la Mungu, usiangalie mambo ya dunia. Bwana asifiwe. Amen. Paulo hakuangalia ya dunia, aliangalia yule aliyemuita. Alipoangalia aliyemuita, kwa kweli tunaona ushindi ako nao. Licha ya wote wanasimama kinyume kwa ajili ya kumuua, anasema mapiko alipikwa. Alisema ya kwamba ni 39 kasoro moja ama 40 kasoro moja. Sasa sifiwe. Amen. Yale mapiko aliyapika. Lakini hakuangalia hayo. Anamtazamia nani? Anamtazamia Mungu aliyemuita. So tazamia aliyetuita, tusiangalie vile ambavyo vya dunia hii. Sasa sifiwe. Amen. Kwa sababu tuliitwa. Na kama uliitwa, basi itika na mwito aliyekuita. Usitake ya dunia yawe sawa ndio ufanye kazi. Usiangalie jirani yako akupende ndio ufanye kazi ya Mungu. Wewe vile uliitwa, itika na ukatekeleze yale ambayo yanafaa. Bwana asifiwe. Na Mungu wetu wa amani akawabariki. Amen. Hallelujah. Asante sana mchungaji kwa sababu ya neno hilo. Bwana asifiwe sana. Imekuwa neno lililo tamu, maneno lililo na nguvu, na neno ambalo lina mamlaka juu ya watu ambao wanaomcha Mungu. Bwana sana. Haleluya. Na katika neno hilo tunapolishikilia vizuri, ama tunapoliweka vizuri, ama tunapolitumia vizuri, ninaona ya kwamba maisha yako hayatapaki jinsi yalivyo. Bwana sana. Maana Bwana atakuweka kiwango kingine, na Bwana atakuteta mema. Maana Bwana anataka kupeleka kiwango kingine ili wewe ukashuhudia makubwa ambayo Kristo anayafanya. Haleluya. Bwana sana. Maana mtu akikaa na furaha kila wakati, unaona ya kwamba mambo yanakuwa sawa. Lakini mtu akikaa kuomboleza, mtu akikaa na machungu, baadaye kuleta shida. Bwana sana. Lakini neno la Mungu mchungaji amelinena kwa ufasaha, sema ya kwamba tukafurahi. Na Mungu hufanya kazi na pamoja na wanaompenda.
anawapenda